and welcome to Teach Crest International. I am your host, Ruth Kerubo. So today we are going to do revision for paper 2, Kiswahili. It has 4 main functions or areas. So there is the comprehension part where we try to assess whether someone is able to understand a text. We also have where we do summary. So basically you try to write a synopsis of what you have read from a text. The third section, we have grammar. We test or rather assess whether the student knows grammar rules and are they able to apply them in day-to-day life. And finally we have social linguistics. So we do the register, basically how language relates with the society. Okay. So nilivyotangulia kusema, sehemu hii ya karatasi ya pili ina ufahamu, ina ufupisho, ina matumizi ya lugha na mwishowe kuna isimu jamii. Hebu tuanze na ufahamu. Soma taarifa ifuatayo kisha ujibu maswali. Katini alinitazama kwa muda. Alinijibu, ndiyo, alioa. Lakini unajua wanawake wa siku hizi walivyo. Hawana moyo wa kumlea mwana wa mwenzao. Wanachelea kwamba ule ugwe uliowaunganisha baba na mama mtoto utamea tena. Wanasema kwamba kumlea mtoto wa mwanamke mwingine ni kuhatarisha maslahi yao katika ndoa. Wakatini ulinikatisha tamaa zaidi. Nilijua kwamba hata nikimtafuta mama huenda naye ameolewa, na katika jamii yetu mtoto ni wa baba. Kwa hivyo hata huko alikoolewa mama sitakuwa na hadhi yoyote. Nikaona nitachukuliwa kama mpita njia aliyekuja kuvuruga utulivu wa familia yao. Moyo uliniambia niende kwa shangazi yangu, lakini nilijikanya. Nilijiuliza, ikiwa baba na mama hawawezi kunilea, sembuse shangazi. Haihalisi kumuongezea shangazi Waridi mzigo. Hapo alipo hata ndiye anayegharamia masomo yangu kwa kidogo anachokipata kutoka kwenye vikataa vyake. Moyo konde, nikazidi kujiambia. Binadamu aliumbwa kupambana na ulimwengu na kutumia rasilimali aliyopewa na Mungu kuyaboresha maisha yake. Najua nimepewa akili razeni. Nina azma ya kujiendeleza masomoni. Najua nitahitimu masomo yangu siku moja na kurudi hapa petu kupajenga upya. Sitarajii kutokea mtu kunyakua ardhi hii ambapo nimemzika mpenzi nyanya yangu. Ari hii ilinifanya nijitome kwenye njia nisiyojua kikomo chake. Akili na miguu yangu ilinielekeza katika kijiji kimoja wanakoishi wafanyakazi wa shamba la chai la shirika la chai la Tengenea. Kiwanda hiki kinamilikiwa na mzungu mmoja aliyekuwa mlowezi nchini. Mzungu huyo kwa jina Richard aliaga mara tu baada ya Uingereza kuikabidhi nchi hii uhuru. Hata hivyo, familia yake inamiliki shamba hili kama wazungu wengine wanavyomiliki shamba ya michai na mibuni, pamoja na mashirika mengi ya utengenezaji wa mazao ya mimea hii nchini. Kininyinga ya Richard ndiye afisa mkuu mtendaji wa shirika hili hivi sasa. Ukiniuliza ni kwa nini niliamua kuja hapa, nitakwambia kwamba nilijua pana shule hapo shambani. Pia nilijua kwamba iwapo ingetokea kwamba singekuwa na wakuyakidhi mahitaji yangu ya kimsingi, nyanya yangu alikuwa amenifunza umuhimu wa kufanya kazi.
Hapo shambani ningeweza kuchuna majani chai Jumamosi na hata wakati wa likizo ili kujikimu. Asubuhi moja ilinipata ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya kilimo. Mwalimu mkuu Bi Tamasha alisikiliza kadhia yangu kwa makini. Hakuonyesha kushtuka kwa yaliyonipata katika umri wangu mdogo hivi. Aliniambia kwamba ningeweza kuanza masomo katika darasa la pili. Aliniahidi kuwa angemuomba mzazi anipe hifadhi. Huo ukawa mwanzo wa maisha yangu mapya. Katika makao ya wafanyakazi wa mashamba ya chai, nilichukuliwa na familia ya Bwana Tenge na mkewe Kimai na kunilea pamoja na watoto wao 5. Wenzangu, nyinyi hamjui adha zinazowapata wafanyakazi wa kima kidogo. Mtajuaje na hamjawahi kukikalia kitanda hiki, mkawajua kung'one wake? Chumba cha wafadhili wangu kilikuwa hicho. Kimoja ndicho cha malazi, mapokezi na ndicho jikoni. Sebule na chumba cha malazi viligawanywa na shuka moja nyepesi. Usiku sisi watoto tulilala juu ya vigodoro ambavyo ni kama viliweka mvunguni mwa kitanda cha wazazi. Nilianza kuchuna majani chai kwa malipo kidogo nikiwa katika darasa la 5. Wakati mwingine ningerauka alfajiri na mapema kabla ya kwenda shule saa 12 asubuhi. Jioni nilipita huko. Nyakati nyingi nililala humo katikati ya michai. Wakati mwingine kwa marafiki wangu, kwa Bwana Tenge, na juu ya uchaga mkubwa wa saruji uliotumiwa kama karo na wauza chakula sokoni. Hakuna hata mmoja kati ya walimu wangu aliyejua mabadiliko haya hadi pale nilipofanya mtihani wangu wa darasa la 8 na kufuzu vyema. Hadithi hii ilikuwa tamu, sijui niliwahi kuisoma kwa kitabu kipi. Haya, maswali. Eleza kwa hoja 5 adha zinazomkumba msimulizi katika taarifa hii. Ni changamoto zipi zinamkumba msimulizi katika taarifa hii? Moja ni hapa napolala kwenye vigodoro vidogo. Wakati mwingine inambidi aamke mapema aende kuchuna yale majani chai. Kitu kingine anachuna majani chai kwa malipo kidogo. Ni makazi. Chumba cha wafadhili wake kinafanya kazi 3. Ndicho cha malazi, ndio mapokezi na ndicho pia jikoni. Nyingine ni kuwa nyanyake ameaga huko beti wa 3 samani aya ya 3. Na jambo lingine ambalo linamkumba ni pale ambapo anaarifiwa kuwa babake alishaoa na pia mamake ashaoa, hivyo hana hadhi yoyote katika jamii. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yanamkumba. Mwanafunzi mzuri hapa aliweza kuongeza hata umaskini. Swali la ba, mzigo wa mwenzio ni kanda la usufi. Thibitisha kauli hii ukirejelea kifungu hiki. Mzigo wa mwenzio ni kanda la usufi. Thibitisha kauli hii ukirejelea kifungu hiki. Methali hiyo inamaanisha kwamba wakati mwingine tunaona tu watu wanaishi maisha lakini hatujui yale wanayopitia. Kwa mfano katika aya ya mwisho anasema hakuna hata mtu mmoja kati ya walimu wake aliyejua mabadiliko haya hadi pale alipofanya mtihani wake wa darasa la 8 na kufuzu vyema. Unaona analala kwenye karo. Uchaga. Ndio huyo analala hata kwenye michai. Siku zingine analala kwa rafiki zake, lakini hata walimu hawafahamu hilo. Pia katika aya za mwisho za mwanzo unaona kwamba wazazi wake naam walimzaa, lakini
hawajui aliko na hawashughuliki. Unaona amefiwa na nyanyake, lakini hakuna mtu ambaye alimuonea huruma hata. Tunaarifiwa kuwa alipoenda katika ile shule ya msingi ya kilimo na kukutana na Bi Tamasha, aliweza kupata mfadhili ambaye alimsaidia. Na hapo pia kulikuwa na changamoto kibao ambazo zilimbidi awe akitorokea hata kwa rafiki zake kulala kule. Methali moja inayodokezwa katika taarifa hii. Methali ni kipera cha semi ambacho hubeba hekima. Naam, acha tuangalie methali iliyodokezwa katika taarifa hii. Dokezo tu wa methali kuwa kitanda usichokilalia hujui kunguni wake. Hivyo anaposema mtajuaje na hamjawahi kukilalia kitanda hiki mkawajua kunguni wake. Pia kuna swali balaa pale. Kuna na hao piga moyo konde kwa mwaliwe na liwalo. Pia kuna monolojia hapa anavyojizungumzia. Kisha kuna dialogia anapozungumza na katini. Na kwa kiasi fulani ni hadithi ndani ya hadithi. Katika hali ya taharuki, hatujui baada ya yeye kufuzu, je, wazazi wake walimtafuta? Maisha yalikuwa vipi? Je, aliweza kuendelea na masomo yake ya shule ya upili au vipi? Na alifika kiwango kipi mwishowe? Kutoa hoja tatu, eleza kinaya katika kauli. Baada ya Uingereza kuikabidhi nchi hii uhuru. Kinaya ni kinyume cha matarajiwa. So ni kinaya kipi kinajitokeza katika kauli kuwa baada ya Uingereza kuikabidhi nchi hii uhuru? Ni kuwa bado kiwanda kile cha majani chai cha Tengenea bado kinamilikiwa na wazungu. Jambo lingine ni kuwa wazungu ndio wanaomiliki mashamba ya michai na mibuni. Tunatarajia kwamba baada ya wao kuipea au kuikabidhi nchi hii uhuru, bila shaka wangeenda na wale ambao ni raia wa nchi hiyo wangeweza kumiliki mashamba hayo. Labda waweze hata kupanda mimea ya kawaida tu ya vyakula, lakini sasa unaona bado mashamba ni ya michai na mibuni, yani tea and coffee, ambavyo kwa kiasi kikubwa vinamfaidi mzungu mwenyewe. Kisha kinaya kingine ni kuwa wameikabidhi nchi uhuru, lakini bado tunaona watu wanazidi kutawaliwa na umaskini, na licha ya hayo kuna matumizi ya leba kutokana na watoto. Hivyo kuna ajira ya watoto, na hilo ni kinaya, kwa sababu tunatarajia ikiwa nchi ambayo iko uhuru, watoto wanafaa pia wawe huru kufanya yale wanayotarajia. Thibitisha kuwa msimulizi ni mkakamavu alama 2. Tuonyeshe ni namna gani anavyoonyesha ujasiri wake. Moja ni hapa anapo amua kuwa ataenda katika kijiji wanakoishi wale wafanyakazi wa shamba la chai la shirika la Tengenea. Pili ni hapa anapoenda katika shule ya msingi ya kilimo na kukutana na Bi Tamasha. Eleza maana ya msamiati ufuatao kama ulivyotumiwa katika kifungu. Nilipiga moyo konde, niliamua. Kadhia ni changamoto.
15. Soma makala yafuatayo kisha ujibu maswali. Kenya inakumbwa na hali ya hatari kuwahi kutokea msimu wa mvua ambayo imeifanya serikali kuchukua hatua madhubuti za kuzuia maafa zaidi. Baada ya tathmini ya kina kuhusu hali ya hewa inayotarajiwa, serikali inalazimika kutangaza hatua za kuepusha vifo na uharibifu, huku mvua ikitabiriwa kuendelea kunyesha na kimbunga kutarajiwa kutua Kenya kwa mara ya kwanza katika historia. Kimbunga hicho kitasababisha mvua kubwa, upepo mkali na mawimbi yenye nguvu na hatari, ambayo yanaweza kutatiza shughuli katika bahari ya Hindi na makazi yaliyo karibu na pwani ya Kenya. Hali hii imechangiwa pakubwa na mabadiliko ya tabianchi. Matukio ya hivi majuzi yamepima ustahimilifu wa nchi yetu wakati wa changamoto ambazo hazijawahi kutokea. Mvua imeendelea kusababisha mafuriko ambayo yameharibu miundo msingi. Vile shughuli za uchukuzi zimetatizika katika sehemu zote za nchi baada ya barabara kuharibiwa na madaraja kusombwa na mafuriko. Viwango vya maji katika mabwawa makuu ya Seven Forks vimefikia kimo cha kihistoria, huku mabwawa hayo yakitishia wanaoishi karibu na maeneo hayo. Kuna mabwawa 178 na vidimbwi vya maji katika ardhi ya umma na vya kibinafsi katika kaunti ya 33 ambayo yamejaa na kuwa hatari kwa wakazi walio maeneo yaliyo karibu. Vifo vya watu, kufurushwa kwa watu kutoka makwao na uharibifu wa mali umeshuhudiwa nchini. Hatari nyingine imetokana na maporomoko ya ardhi na matope katika baadhi ya kaunti, na wakazi wanaoishi katika maeneo hayo watahamishwa, huku wanaoishi katika maeneo yasiyoratibiwa kama ya makazi, kwa mfano kando ya mito, wakipewa ilani kuhama kwa kutambua hatari iliyopo. Kwa sababu ya janga la mafuriko, Wizara ya Elimu imeagiza kuahirishwa kwa tarehe ya kufunguliwa kwa shule zote nchini kwa muhula wa pili kwa muda usiojulikana. Pia madhara ya mvua katika baadhi ya shule ni mabaya zaidi kiasi kwamba maisha ya wanafunzi yamo hatarini. Hatua ya kuahirisha ufunguzi wa shule hadi tarehe isiyojulikana imeibua mgawanyiko wa kitabaka au kwa watoto kutoka familia maskini, wengi wao wanaosomea shule za umma wakiendelea bila masomo, wenzao kutoka familia tajiri wakisoma kidijitali. Isitoshe, bila tarehe mahususi za ufunguzi wa shule ni vigumu kupanga masomo ya ziada wakiwa nyumbani. Hofu nyingine ni kuwa kukaa kwa muda mrefu bila kufanya chochote kunaweza kuwapelekea wanafunzi katika matumizi ya mihadarati na mimba za mapema. Serikali imetangazwa kuwa tarehe mpya za muhula wa pili kwa shule za msingi na za sekondari zitarekebishwa ili kufidia muda ambao ungepotezwa kuchelewesha kufunguliwa kwa shule. Tena, kutokana na mafunzo yaliyopatikana kufuatia janga la corona, wazazi wengi wanahimizwa kununua vifaa vya kidijitali vya kisasa ili kutumika katika masomo ya kidijitali. Jeshi la Ulinzi la Kenya na huduma ya polisi zimeagizwa kutumia rasilimali, maafisa na vifaa vyao kuhakikisha Wakenya wako salama. Wangeshirikiana na shirika la huduma ya vijana kwa taifa na maafisa wa utawala kushughulikia dharura, ikiwemo kuokoa wote walio kwenye hatari. Baraza la mawaziri limeagiza Wizara ya Fedha kutoa pesa za kusaidia kukabiliana na janga hili. Hata hivyo, kumekuwa na ukosefu wa uwazi katika utoaji wa fedha na hata misaada ambayo inakusudiwa kuendea walioathirika, na vile haifiki wenye ulemavu. Udanganyifu katika mchakato mzima, kuanzia kuwasilisha majina ya waathiriwa hadi ngazi ya malipo. Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini imetahadharisha Wakenya dhidi ya kuishi kando ya mito iliyofurika. Wanafunzi ambao tayari walikuwa wamefika shuleni walitakiwa kubaki shuleni na usimamizi wa shule ungewahifadhi na kuhakikisha usalama wao.
maswali, huku ukirejelea aya 4 za kwanza. Eleza athari hasi za mabadiliko ya tabia nchi. Alama 8 na utumie maneno 80. Maswali ambayo mwandishi anaibua katika aya 5 za mwisho kwa maneno 70, alafu alama ni 7. Ya lugha alama 10. Andika muundo wa silabi ya kwanza katika maneno haya. Nyaraka, dhambi. Nyaraka, silabi ya kwanza ni nya, ambayo imeundwa na konsonanti, irabu. Dhambi itakuwa na konsonanti, irabu katika silabi ya kwanza dha. DH pale ni sauti moja katika Kiswahili, dha. Bainisha dhamira katika sentensi zifuatazo. Mzazi wake aliwasili mapema. Bainisha dhamira katika sentensi zifuatazo. Mzazi wake aliwasili mapema. Sentensi hii inatuarifu kuwa mzazi wake aliwasili mapema, na hili linadhihirika pale ambapo ametumia kitone mwishoni mwa sentensi. Meza tembe mbili mara moja kwa siku. Itakuwa ni sentensi yenye dhamira ya kuamrisha au kuagiza. Lakini ni sentensi yenye kiwakilishi nafsi kiambata katika ngeli ya kivi. Nafsi kiambata. Viwakilishi vya nafsi ni kama wewe, yeye, mimi, sisi, hiki, kile. Tumia mifano, onyesha miundo miwili ya nomino katika ngeli ya awa. So kuna kivi. Kwa mfano kipepeo, kwa wingi itakuwa vipepeo. Kipepeo amefanya nini? Vipepeo amefanya nini? Kisha tunaweza kuwa na mua, mtu, watu. Tunaweza kuwa na mwa na wa kwa wingi, mwanafunzi, wanafunzi. Tunaweza kuwa na kapa alafu wa kwa wingi, kapa, sungura, ndovu. Kuna kapa ma, seremala, maseremala. Kuna mumi, mtume, mitume. Tunga sentensi katika wakati ujao, hali endelevu. Tunga sentensi katika wakati ujao, hali endelevu. Tunga sentensi katika wakati ujao, hali endelevu. Nitakuwa labda ninaimba. Nitakuwa ninacheza. Nitakuwa ninaandika. Continuous tense. Kutoa mfano, eleza matumizi ya alama ya kibainishi. Pia huitwa retifa. Hivyo hutumika kufupisha neno. Kwa mfano, ninatuma, naweza kusema natuma. Haya, pia huweza kutumika kutia king'ong'o kwa maneno ambayo ni mang'ong'o. Kwa mfano, ng'ombe. Pia tunaweza kutumia kibainishi ninapotaka kuonyesha miaka, tufupishe miaka. Bainisha neno lifuatalo, aliyefia. Pale inawakilisha nafsi ya tatu, umoja. Li ni kiwakilishi cha wakati uliopita. Ye ni orejeshi. Ni mzizi. Alafu ni kauli ya mnyambuliko, kutendea. Alafu kuna kiishio. Sentensi hii upya ukianza na yambwa tendewa. David alimpelekea mama zawadi zilizokuwa nzuri ajabu. Hivyo tunapata kwamba kilichotendeka
tendwa ni kupeleka. Nini kimepelekwa? Ni zawadi. Aliyepokea zawadi hizi ni mama. Hivyo mama ndiye yambwa tendewa. Na tunaambiwa tuandike sentensi hiyo upya tukianza na yambwa tendewa. Mama alipelekewa zawadi zilizokuwa nzuri ajabu na David. Mama alipelekewa zawadi zilizokuwa nzuri ajabu na David. Hivyo David anakuwa ni kiima ama mtenda. Katika usemi wa taarifa, nitakuita kesho ili wahutubie waketwa, Mangasha alimwambia Lonare. Katika usemi wa taarifa kuna mambo ambayo unafaa kufanya. Mwanzo, alama za kunukuu zinafaa zitolewe. Neno kama kesho litabadilika na liwe siku ifuatayo. Haya, nitakuita itakuwa angemuita. Ta na badilika na kuwa ange. Hivyo sentensi hii itakuwa Mangosha alimwambia Lonare kuwa angemuita siku iliyofuata ili awahutubie waketwa. Sentensi ifuatayo kwa njia ya mistari. Wembe aliutupa mama ulimkata mtoto vibaya sana. Sentensi hii tunapata kwamba ni sentensi changamano. It's a complex sentence. Hivyo ni kusema kwamba ina kishazi huru na kishazi tegemezi. Na sentensi hii imeanza kwa kishazi tegemezi, kisha kishazi huru ni sentensi iliyokamilika. Kishazi tegemezi ni wembe aliyoutupa mama. Sentensi iliyokamilika au kishazi huru ina kundi nomino na kisha kuna sehemu ya kundi tenzi. Kundi nomino pale ni kapa, alafu kundi tenzi limeundwa na kitenzi, alafu kuna nomino, kuna kielezi, vielezi viwili re. Haya, so ulimkata mtoto ulimkata hapa vibaya sana. Uhakikisha kwamba sentensi hii imeandikwa katika sentensi moja, mstari moja. Tunga sentensi katika hali kanushi inayoonyesha kuwezekana kwa jambo. Kwa mfano, huenda akaja. Itakuwa huenda haji. Haya, pia tunaweza kutumia nge na ngali. Ningelienda, ningelisafiri. Hivyo ikiwa katika hali kanushi itakuwa nisingelienda. Nisingelisafiri. Hivyo. Haya, tia shada katika sentensi hii. Gazeti la Taifa Leo li afisini mwa mwalimu mkuu. Tia shada katika sentensi hii. Gazeti la Taifa Leo li afisini mwa mwalimu mkuu. Tunatia shada katika neno linalobeba ujumbe na tutapata ni li hapo kwa kitenzi itakuwa mwanzoni mwa li. Haya, eleza uamilifu wa vishazi tegemezi katika sentensi zifuatazo. Aliyeshinda amezawadiwa. Aliyeshinda amezawadiwa.
ya pili, mtaka cha mvunguni sharti ainame. So ya kwanza, aliyeshinda amezawadiwa, inatuonyesha urejeshi. Ya pili, mtaka cha mvunguni sharti ainame, inaonyesha masharti. Rusha sentensi ifuatayo: nitaimba na kucheza asubuhi. Sitaimba wala kucheza kesho asubuhi. Kuonyesha nafsi, fafanua matumizi mengine ya kiambishi ni kwenye sentensi uliopewa. Niliwashangaa walipouliza kilichonipeleka nyumbani kwao. Kando na apart from. So niliwashangaa, kuna ni hiyo ni hapa ambayo inaonyesha nafsi. Kuna ni ingine kilichonipeleka ya yambo, alafu kuna ni ambayo inaonyesha nini? Kielezi. So ukitia ni kwenye nomino inamalizia kuwa kielezi cha mahali, darasani, shuleni. Tunga sentensi ukitumia kihisishi cha kushukuru. Cha kushukuru ni kama vile asante. Kwa mfano, asante sana kwa kufika kwenye mkutano huu. Virai vilivyopigiwa mstari kwenye sentensi hii. Wao wabaya walipigwa vibaya sana. Wao wabaya walipigwa vibaya sana. Virai. Wao wabaya na vibaya sana vimepigiwa mstari. Wao wabaya itakuwa ni kirai nomino. Kumbuka tuna kirai kiwakilishi. Hivyo itakuwa ni kirai nomino. Alafu vibaya sana itakuwa ni kirai kielezi. Huyu amepata. Sentensi ifuatayo kulingana na maagizo. Jason alisafiri kuelekea ng'ambo. Anza kwa neno ng'ambo. Mwanafunzi wetu amepata. Ng'ambo ndiko alikosafiri Jason. Thurea ni kwa nyota. Safu ni kwa milima. Na dash ni kwa nyuki. Itakuwa bumba. Bumba la nyuki. Mzinga wa nyuki. Pia inaweza kuwa sawa. Tunga sentensi ukitumia kisawe cha maneno uliopewa. Rafiki. Rafiki tunaweza kupata swahiba, mwandani. So kwa mfano huyu amesema mwandani wangu alinitembelea jana asubuhi. Vizuri sana. Bezo, madharau. Madharau yake labda yamezidi, yamekithiri. Mipaka. Jamii. Yule wa 2A amekuwa akikohoa kama mwehu, asijua asija akaenda Chongomeo hapa. Muite daktari aje amsaidie. Yule wa 2A amekuwa akikohoa kama mwehu, asija akaenda Jongomeo hapa. Muite daktari amsaidie. Kwa kutoa mifano, tambua sajili hii. Ni sajili ya hospitali au zahanati au kituo cha afya. Ithibati ni ipi? Hapo wanaposema 2A, alafu kuna anavyokohoa, tunatarajia mtu ambaye ni mgonjwa anafaa akimbie katika kituo cha afya. Alafu pia anapotaja neno daktari. Tambua mbinu za lugha katika sajili hii. Mbinu za lugha, kuna tashbihi hapo, akikohoa kama mweu. Asija akaenda Jongomeo. Jongomeo pale ni nahau, kwa maana ya kufa. Enda Jongomeo ni kufa au kuaga dunia. Hozi, neno daktari limetolewa kwa neno la Kiingereza na kuswahilishwa from doctor to daktari. Sifa mwafaka za sajili hii. Mwanzo kuna utohozi, kwa mfano neno daktari limetolewa. Haya, pia kuna
matumizi ya sentensi fupi fupi, muite daktari aje amsaidie. Kisha kuna matumizi ya vijalizo. Anasema yule anakohoa, hivyo aitiwe daktari amsaidie. So sababu ya kumuita daktari ni aje kumsaidia. Haya, pia ukiangalia sentensi hii kuna kurejelea yule watu amekuwa akikohoa kama mwehu. Hivyo kuna matumizi pia ya taswira kwa kutumia tashbihi. Matumizi ya lugha ambayo si legevu, yaani ni lugha inayozingatia masharti ili waweze kuelewana. Tumia lugha ya udhati, serious language, serious tone. Tone yake ni ya udhati, asije akaenda jongomeo.